Yes, bwana, ni wakati mwingine wa kipekee kabisa kuendelea kukupa zile updates mbalimbali. Bwana, tunafahamu kwamba dirisha la usajili linaendelea, vilabu vinaendelea kujiimarisha katika kuhakikisha basi vikosi vyao vipo Yes, bwana, ni wakati mwingine tena tunakutana hapa BNTV Media na tunafahamu kwamba ni wakati wa usajili. Vikosi vinajiimarisha katika kuhakikisha basi msimu unaofuata vinakuwa katika hali ya ushindani zaidi, na sehemu ambapo walipoweza kukosea basi wanaweza kurekebisha na mambo yakawa sawa sawia kabisa. Tupo na Dar es Salaam Young Africa, wao wanazidi kuendelea kuimarisha vikosi vyao na kufanya sajili mbalimbali kwenye zile sajili ambazo zilikuwa zinahitajika, na tufahamu tu kwamba wao tayari wana kocha mpya kabisa, head coach, ambapo mwali ni msaidizi, na wanaendelea kujiimarisha katika kuhakikisha basi katika michuano ambao wanashiriki katika msimu unaofuata 2026 2027 basi wao wanakuwa katika hali ya ushindani zaidi, kuzingatia kwamba kuna maboresho zaidi na kuna baadhi ya wachezaji ambao wataenda kuachwa katika dirisha hili kubwa. Kuna wachezaji wa kigeni ambao watakaosalia na mikataba yao tayari taratibu wameweza kusaini, lakini wapo ambao watapewa mkono wa kwaheri, bye bye katika klabu hiyo ya Young Africa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha basi wanazidi kuweza kuboresha katika sajili ambazo mpaka hivi sasa zishaweza kutambulishwa, na kuna zile zingine ambazo zipo za ndani kabisa ambazo sisi tunazo, basi tutaenda kukupatia pia. Usajili wa jioni ya leo wameweza kumkamilisha Hussein Mihambo. Huyu ni striker ambaye ametokea pale Mashujaa na amejiunga na Young Africa jioni ya leo akiwa kama sehemu ya kuweza kuimarisha wachezaji wa ndani. Hussein Mihambo alikuwa ni mshambuliaji kutoka klabu ya Mashujaa na amesajiliwa na Yanga kwa mkataba wa miaka 2 kuendelea kuimarisha katika safu ya ushambuliaji, ukizingatia kwamba Prince Mopelo Dube hayupo tena klabuni hapo, yuko depo, lakini pia Clement Mzizi bado hajarejea katika utimamu wake wa mwili, na maanisha kwamba anafanya mazoezi taratibu. So ni bonge moja la striker, bonge moja la mchezaji wa ndani, na ukiangalia alikuwa anapata nafasi hasa katika zile mechi za kawaida, na maanisha kwamba Mashujaa wakiwa wanacheza na level daraja la kipekee, yani daraja la level zake, basi huyu Hussein Mihambo akiwa anaendelea kuonyesha ubora wake. So kwa Yanga hapa ni wape kongole kabisa kwa usajili wa ndani. Umepata striker ambaye huenda kaenda kuleta impact kubwa sana kwenye safu ya ushambuliaji, lakini uzuri wake anaweza pia kutokea pembeni, kushambulia kutokea pembeni. Ni sifa moja hapo ya Hussein Mihambo kwamba anaweza pia kushambulia kutokea pembeni, so anaweza kuanza kama kiungo mshambuliaji, lakini pia anaweza kutokea kama wing, yule washambuliaji kutokea pembeni, anamaanisha winga wa kulia au kushoto. So sifa yake moja ndio hiyo kwamba anaweza kucheza nafasi zaidi ya moja, hasa nafasi ya striker, lakini pia mshambuliaji kutokea pembeni. So Mashujaa hapa wameweza kuvuliwa kwa nje, na maanisha kwamba wao Yanga wameona kwamba wanamhitaji zaidi huyu Hussein Mihambo kutokea pale Mashujaa na wameweza kusaini. Lakini kabla ya Hussein Mihambo aliweza pia kusajiliwa Chuga leo rasmi pia amefika makao makuu ya Yanga kwa ajili ya kuweza kuanza kandarasi yake, ambapo Chuga huyu alitokea pale Fountain Gate na amesaini mkataba wa miaka 2 pia. Bila kusahau baadhi ya wachezaji ambao wameweza kuongeza mkataba kupitia vyanzo vyangu ambavyo vina nipa habari au ripoti baada ya Hussein Mihambo kuweza kusajiliwa jioni hii ya leo. Kuna huyu mwingine ambaye anaitwa Yao Kwasi, mkataba mpaka 2028 ndipo ambapo utaweza kutamatika. So ameongeza mkataba wa miaka 2, na Yao Kwasi mwenye umri wa miaka 29 ameongeza mkataba wa miaka 2 kuendelea kusalia kwenye club ya Yanga, huku huduma yake ikiwa inahitajika kabisa katika upande wa kulia. Lakini kuna taarifa inasemekana kwamba kuna mchezaji kutokea pale Vipers huenda akawa added pia kwenye kikosi hiki cha Yanga, hasa kwa upande wa pili. Lakini pia Israel Mwenda amepewa mkono wa kwaheri, bila kusahau
Kibwana naye huenda naye kapewa mkono wa kwaheri na nafasi yake huenda ikachukuliwa pia na mchezaji mzawa. Lakini Ibrahim Baka pia naye ameendelea kusalia kuweza kusaini mkataba miaka 2 kwa vyanzo vyangu maalum kabisa vimeweza kunipenyezea kwamba Ibrahim Baka ataendelea kusalia klabu hapo until miaka 2 yani mpaka 2028. Hawa wachezaji mikataba yao iliweza kutamatika kwa msimu huu, lakini wameweza kuongeza miaka 2, kwa hiyo hadi 2028 huko msimu unaofuata zaidi hapa. Lakini Mwamnyeto sakata lake bado lipo katika meza ya Engineer Hersi Said kwamba aongeze mkataba au asiongezewe mkataba. Hiyo yote ipo katika uamuzi wa klabu wakikaa chini na kuangalia kile ambacho Captain Mwamnyeto alichoweza kukifanya katika miaka yake kadhaa ambayo ameweza kushiriki katika klabu ya Yanga. So kwa baadhi ya vitu mbalimbali ambavyo Yanga wanazidi kuvifanya kuboresha kikosi chao, mimi niwape kongole sana. Lakini kuna huyu mchezaji ambaye anatokea pale Chippa United na jana tulipata nafasi ya kumzungumzia Justice. Huyu ni mshambuliaji, asili yake kabisa ni mshambuliaji na anazingatiwa kama ni usajili mkubwa sana wa kimataifa, hasa kuchukua nafasi ya Prince Mupelo Dube ambapo aliweza kuondoka na kuweza kuhitaji kabisa kuongeza mkataba wake mwingine Prince Mupelo Dube. So na hatimaye Yanga jicho lao wakafocus moja kwa moja kwa huyu mchezaji kutokea pale Chippa United ya South Africa wa kuitwa Justice. Ni miongoni mwa wachezaji bora kabisa wenye umri wa miaka 27 mpaka hivi sasa tunavyozungumza, na ameendelea kuonyesha rekodi yake nzuri kabisa huko Chippa United, na Yanga kwa jicho lao wakasema kabisa huyu mchezaji anatufaa kabisa kwa namna moja au nyingine, kwa sababu huenda kaleta kitu kwenye kikosi cha Yanga Africa. Na nikukumbusha vizuri kwamba kocha huyu mpya wa klabu ya Yanga, yeye mfumo wake anapenda sana kushambulia. So kwa huyu mchezaji Justice kutokea pale Chippa United na nafasi ambayo ubora aliyouonyesha kwenye klabu hiyo ya Chippa, so Yanga kupitia Hersi Said wameshawishiwa au wamewiwa kuweza kumpa kandarasi ya miaka 2 huyo Justice kutokea pale Chippa United. So tutaendelea zaidi kukupatia zile updates mbalimbali ambazo unapaswa kuweza kuzipata hasa kwenye tetesi hizi za usajili. So tunaishia hapo kwa Simba. Simba wao wameendelea kushusha vyuma. Simba pia wameendelea kushusha vyuma, hawajapoa kabisa. Simba Sports Club wao hawajapoa kabisa, na nina taarifa hapa kutokea Azam pia kupitia Zakazi bwana ametoa lake la moyoni kuhusu usajili ambao Simba wameufanya kwa huyu mchezaji mbavu ya kulia ambaye anaitwa Nathan Chilambo. Nathan Chilambo amesajiliwa na Simba Sports Club, lakini kuna taarifa ambayo naenda kukupatia kabisa, hii hapa ni exclusive ambapo imefanywa na sisi timu nzima kuhakikisha kwamba tunakupa hii update. Nathan Chilambo ameweza kusaini mkataba wa miaka 2 kupitia Simba Sports Club. So hii hapa ni exclusive, tena tukapata nafasi. Huyu Nathan Chilambo ilisemekana kwa Azam pia na wao walipeleka ofa kubwa sana kwa huyu mchezaji, lakini kutokana na ukubwa, nguvu, mabavu Simba Sports Club walikuwa nayo, so Zakazi anaeleza namna ambavyo pengine hili dili lilikuwaje mpaka kuweza kushindwa kukamilika Azam na kukamilika kwa Simba Sports Club. Nathan Chilambo, lakini mpaka hivi sasa Simba wamekamilisha usajili wa wachezaji wawili na maanisha Kelvin Nation pamoja na Nathan Chilambo. Hawa ni wachezaji rasmi ambao wametambulishwa kwenye klabu ya Simba Sports Club. Bado wanaficha silaha zao hasa za kimataifa kama ambavyo Yanga pia wameficha white yao katika sajili za kimataifa, lakini sisi tumepata zile za ndani kabisa ambazo hapo utaweza kuzipata. So tupate nafasi ya kumsikiliza Zakazi kutokea pale Azam kuhusu hili dili la Nathan Chilambo kwenda Simba Sports Club. Nadhani tayari 4 na leo tutatambulisha mwingine wa 5. Ila wangapi wanatarajiwa siwezi kusema kwa sababu wacha tuendelee kuona kinachoendelea ili kutoa malizia hamu mashabiki. Tumeona wachezaji wengi ambao wamesajiliwa ni wachezaji wa kigeni. Wengi ambao mimi nimebahatika kuwafuatilia katika ambao umewataja, pengine kama kuna mtu mwingine pengine tutarajie ni wachezaji atakayetajwa sasa hivi, manaka atakuwa ni mchezaji wa ndani. Hapana, ni swala kusubiri tunakuona.
watu tusiwamalizie hamu yao. Ukifika muda utamuona kama ni wa ndani au wa nje, na itakwenda hivyo kidogo kidogo hadi siku ya mwisho. Lakini bado hatujaona thank you zikitolewa pia. Manake mnasubiri mmalize wote mtambulishe ndo muanze kuaga baadhi ya wachezaji ambao wanaondoka hapo. Kwani lazima tuage shehe wangu? Lakini kama mnatambulisha ni vema pia hata kuaga za kazi. Kwani lazima, yani kwani lazima sisi tuachane na wachezaji? Kwani tukibaki nao tu wasiondoke kuna shida gani? Lakini kwa wale ambao wanaondoka, manake nasema kama naondoka kuna uwezekano pia wa kuwaaga, itakuwa ni jambo la kiungwana bila shaka. Nasema hivi, kwani lazima waondoke? Sio lazima kuondoka, lakini pia wakiondoka kuaga si vema pia mzee wa sasa nazungumzia kuaga. Kwani lazima waondoke? Kama je hawajaondoka unawaaga vipi? Kama kwa mfano watu waachane na mchezaji, kwani tuage? Kwani kuna mchezaji au umeshaambiwa kwamba kuna mchezaji tunaachana naye? Najua lazima kutokopa na wachezaji ambao mtaagana nao hata kama wamemaliza mikataba yote, itabidi waondoke, pengine maitumikia Azam kwa muda mrefu. Kwa nini iwe lazima? Sasa tumesikia ya Jonathan Chilambo tayari kashatambulishwa kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Hii na wewe unasemaje? Mimi sijui. Hujafahamu bado? Sina taarifa mimi, sina taarifa. Tuko busy na tunaotambulisha. Yaani ili swala kutambulisha sisi tulichukulia muda mwingi, tuko nao busy sana. Mambo mengine yote tumeacha kwanza pembeni hadi muda ukifika, lakini tuko busy na hili kwanza. Kwa inawezekana Jonathan Chilambo inawezekana kavunja mkataba au alikuwa amemaliza mkataba wake? Hata sijui mimi. Mimi niko busy na hao tunaotambulisha kwanza. Haya mengine yote siyajui. Lakini pamoja na kwamba hujajua haya, sasa ndo nakupa taarifa, ni rasmi kabisa kwenye vyanzo vya Simba kwenye mitandao ya kijamii wamemtambulisha. Kavaa jezi nyekundu, ni mwana Simba sasa hivi. Kwa upande wako umepokeaje hii? Inabidi na mimi nione pia. Nyinyi waandishi nimepunguza kidogo imani na nyinyi mnachokisema. Wakati mwingine kuna vitu vingi mnavyosema sio sawa sawa. Lakini ni jambo la heri kama itakuwa hivyo kwake. Ila sisi tuko busy na tunawatambulisha kwanza. Kwa hiyo haya mengine yote sisi bado tumeshinda milango. Umesema ni jambo la heri, ni kwamba haija kustua. Naona ni sawa tu kwenda kule kwa sababu wapo wengine ambao wako ndani ya Azam FC, au unaona heri kwa sababu gani? Ni kwa sababu mpira wachezaji hawafungwi sehemu moja kama milima kwamba haitaki kutoka hapo ilipo. Kwa kama kaondoka ni jambo la heri. Mimi sio sehemu ya maongezi kuhusu wachezaji nani anaondoka naye anabaki, sio sehemu yangu. Kwa hiyo mimi kazi yangu ni bwana huyu mtambulishe na mtambulishe. Basi. Kwa mimi ni kile ambacho ninakifanya. Kwa hiyo wakati wote tusikie kama itakuwa ukipata hiyo taarifa mtamuaga Chilambo kwamba asante kwa kututumikia wanalambalamba. Sio lazima, yani hiyo sio lazima, na nasema sio lazima iwe hivyo. Kitu kikubwa ni kwamba sisi tuko busy ndio tunatambulisha kwanza. Kama hiyo pati itafika itakuwa. Ni kama ambavyo uliniuliza kwamba anafuata nani baada ya huyu. Nikakwambia hatusemi anafuata nani, kwa sababu tutapunguza hamu za watu. Kwa hiyo kama kutakuwa na pati nyingine ya kuagana na waliokuwa na sisi msimu uliopita ambao kazi yao walifanya nzuri sana kwetu, itakuja. Kama haitokuja sio lazima. Kimsingi ni kwamba tunaendelea na maisha. Basi mimi nikushukuru sana za kazi. Asante sana. Asante.